Kama wewe ni mfuatiliaji mzuri sana wa Yuhoma Media Clue, utaungana nami kwamba tulikuleteni hapa ripoti ambazo zinahusiana na jaribio la mapinduzi ambalo lilifanywa pale nchini Burkina Faso, ambalo lilikuwa linalenga kumuondoa kimapinduzi rais wa taifa hilo Bwana Ibrahim Traore, na jaribio hilo lilitokea tarehe 12 April na lilitikisa mji mkuu wa Burkina Faso kwa maana ya Ouagadougou, na si tu Ouagadougou lakini pia dunia na Afrika kwa ujumla wake. Na wengi wa wale ambao wameonekana kutikiswa na jaribio hilo la mapinduzi ni pamoja na vijana ambao wameonekana kumuelewa sana rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore, kwa sababu anaonekana ni mtu ambaye anatembea kwenye maono ya vijana wengi sana, kutokana na udhalimu ambao umekuwa ukifanywa kwenye serikali zao, lakini vijana wengi kukosa ajira na kuona kama serikali ambazo zipo kwenye madaraka mataifa mbalimbali haziwezi kufikiria kuhusu maisha ya vijana ambao hao ndio wazee wa hapo baadaye. Na moja kati ya maeneo ambao vijana wengi wanalalamikia ni kwamba hata kwenye taasisi za maamuzi ambazo zinafanya maamuzi ya hatima ya maisha ya hapo baadaye, waliopo katika taasisi hizo ni wazee ambao wenyewe tunaweza tukasema mida yao ya kuendelea kuongoza au kutengeneza hatima ya vijana hao inaonekana kuisha. Sasa huko nchini Burkina Faso kwenye mji mkuu wa Ouagadougou ilisikika milipuko mikubwa sana karibu kabisa na ikulu, huku taarifa zikianza kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii pamoja na vyanzo vya ndani. Lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba ambaye aliongoza jaribio hili si mwingine bali ni Kapteni Ibrahim Zongo, wa jina kabisa wa Kapteni Ibrahim Traore, mtu ambaye aliwahi kuwa miongoni mwa waliomsaidia Kapteni Ibrahim Traore kumpindua Paul Henri Santiago Damiba mwaka 2022. Kwa kifupi, huyu bwana Ibrahim Zongo yeye ni mshirika wa karibu sana wa Kapteni Ibrahim Traore, na huyu Zongo si afisa tu wa kawaida bali yeye ni mtaalam wa vita vya msituni na amekuwa na uelewa mkubwa sana juu ya usalama wa taifa, lakini ni mtu ambaye ana ushawishi mkubwa sana jeshini. Lakini kama haitoshi ni kwamba anafahamu mbinu za kufanya mapinduzi pamoja na sayansi ya vita, ila wakati wamefikia hatua ya kutaka kumpindua Ibrahim, jambo hili lilishindikana. Na huyu bwana Ibrahim Zongo alihudumu katika kitengo maalum, vitengo vya kijeshi, na sababu za kuwekwa huko kwa sababu alikuwa na uwezo mzuri sana wa kupanga pamoja na kutekeleza operation mbalimbali tata. Na inasemekana pia baada ya Kapteni Traore kufahamu kwamba jaribio hilo lilichochewa na Zongo, rafiki yake wa karibu na mshirika wake wa zamani, bwana Kapteni Ibrahim Traore alighadhabika vibaya mno na akaitisha kikao cha dharura kwa vyombo vyote vya ulinzi na usalama, na hali ya tahadhari ikawekwa kote katika taifa hilo. Na bwana Kapteni Ibrahim Traore nadhani nina jukumu la kuwaletea hotuba ambayo alizungumza kwa uchungu mkali sana kwa muda kama wa lisali moja hivi, akiwananga la kuwapa maonyo makali sana viongozi ambao wapo katika idara za jeshi pamoja na ulinzi kwa ujumla wake. Na Zongo alimtuhumu Traore kwamba kwanza Traore kashindwa kuleta mabadiliko na kuleta amani nchini licha ya ahadi zake ambazo alizitoa wakati anaingia madarakani. Lakini Zongo pia alisema kwamba bwana Kapteni Ibrahim Traore amedhibiti vyombo vya habari, lakini pia ameminya uhuru au zile sauti za wapinzani wa pale nchini Burkina Faso. Na jambo jingine anasema anatumia vibaya madaraka pamoja na kukosekana kwa dira ya uongozi katika taifa hilo la Burkina Faso. Kwa hiyo huyu bwana Zongo yeye amekuja na hizo hoja zake tatu, ndio maana anasema kuna kila sababu ya kumpindua Kapteni Ibrahim Traore aweze kuondoka katika taifa hilo la Burkina Faso kama rais wa taifa hilo. Sasa kwa nini nimeamua niwape kidogo kwa historia cha nini ambacho kinatokea? Nitawarudisha nyuma. Wakati mapinduzi haya au jaribio la kumpindua Kapteni Ibrahim Traore yanafanyika tarehe 12, niliwaambia kwamba wahusika wakubwa ambao walihusika ilikuwa ni pamoja na hao wa Faransa, lakini pia kuna mataifa mengine ya magharibi ambayo yanachukizwa sana na yale ambayo yanafanywa na Kapteni Ibrahim Traore, kiasi wanahitaji kumuondoa huyo jamaa kwa gharama yeyote ile, ili wahakikishe kwamba wanamuingiza mtu wao ambaye anaweza akakaa katika lile taifa la Burkina Faso, moja kati ya mataifa ambayo yana utajiri mkubwa sana wa rasilimali madini adimu duniani,
ambayo yamekuwa yakitumika, mengine kutengeneza silaha za nyuklia, mengine yanatumika kutengeneza vifaa vya kielektroniki kama vile battery, vifaa vya simu pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo hili ni moja kati ya eneo ambalo linaonekana watu wa magharibi wanalitafuta na wanaitafuta roho ya Kapteni Ibrahim Traore kwa nguvu zote zile, wakishe kwamba wanaichomoa roho ya mwamba huyu. Sasa tokea Kapteni Ibrahim Traore ingie madarakani, alifanya mambo mengi sana. Kwanza alianzisha au aliongeza mapato ya madini ambayo yaliwekwa moja kwa moja kwenye hazina ya serikali, na bajeti zimeanza kutolewa wazi kwa wananchi. Miradi ya kilimo, afya, maji na elimu imepewa kipaumbele sana katika taifa hilo. Sasa nataka niwape story moja ambayo inaihusu Marekani, Ufaransa pamoja na kutaka kuichomoa roho ya bwana Kapteni Ibrahim Traore. Na hapa nafikiri watu wengi mnaweza mkaelewa kwamba ukiwa kiongozi katika bara la Afrika ambaye unataka kufanya vitu ambavyo vinaonekana kwa wananchi wako, wananchi waweze kukuelewa, wakufurahie, basi ujue utakuwa umekanyaga waya kwa hizi nchi za kimagharibi. Watafanya kila linalowezekana wahakikishe wanakuchomoa roho. Na hiki kimewahi kufanyika pia kwa bwana Muammar Gaddafi, ambaye raia wa kule Libya si kwamba walikuwa wanamchukia Kanali Muammar Gaddafi na yale aliyokuwa anayafanya, hapana, ila Kanali Muammar Gaddafi alianza kufanya mambo ambayo yalionekana na kwenda kuziba ile mianya ya upigaji ambayo inafanywa na nchi za kimagharibi, ikiwemo kushawishi mataifa mbalimbali ya Kiafrika waseme waanzishe benki ya pamoja ya Afrika ambayo itakuwa inahusika na masuala ya mikopo. Wakasema watumie rasilimali zao kama mafuta, kama gesi pamoja na madini kwa ajili ya kufanya biashara, iwe ni kama exchange, lakini pia waanzishe viwanda vyao wenyewe barani Afrika pamoja na mambo mengine. Sasa hili lilikuwa ni pigo kubwa sana kwa nchi za kimagharibi, na ndio maana walifanya kila linalowezekana kumassassinate bwana Muammar Gaddafi RIP. Sasa leo tunakutana na ripoti moja ambayo inamhusu moja kati ya viongozi wakubwa sana ambaye yeye aliwahi kuwa general wa Marekani anayefahamika kama Michael Langley, ambaye kwa sasa ni mkuu wa kamandi ya Marekani ya Afrika inafahamika kama AFRICOM, ambaye alimshutumu rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore kwa kutumia akiba ya dhahabu ya taifa hilo kwa manufaa yake binafsi ya ulinzi badala ya maendeleo katika taifa hilo la Burkina Faso. Na matamshi hayo ya Langley aliyatoa katika kikao cha hivi karibuni cha Senate ya Marekani, ambapo General Langley alidai kwamba Traore amekuwa akielekeza rasilimali muhimu za taifa la Burkina Faso kwa maslahi yake binafsi ya kiusalama. Na kauli hii sasa ilienea kwa kasi sana kupitia vyombo mbalimbali vya habari Afrika pamoja na dunia na mitandao mbalimbali, na ilisababisha hasira kali kutoka kwa wananchi, wanaharakati na wachambuzi wa masuala ya kisiasa katika bara la Afrika. Na wengi walitumia mitandao ya kijamii kama vile X zamani pia kuelezea ghadhabu zao, wakishutumu Marekani kwa kuingilia masuala ya ndani ya mataifa huru ya Afrika kwa kuwa na viwango viwili vya sera za kigeni. Miongoni mwa watu ambao waliwahi kuwa ambaye aliandika maneno haya kwa maana ya kitu ambacho kilipelekea watu waweze kuchukizwa, ilikuwa ni kauli ya huyu bwana Langley ambaye alisema kwamba mweusi asiye na aibu. Aliandika akirejelea uhusiano wa asili wa Afrika pamoja na General Langley, huku akikosoa kiongozi wenzake wa Kiafrika kwa mtazamo ambao litafsiriwa kama kudhalilishwa na ni mtazamo wa kikoloni. Hii inanikumbusha kwa waziri wa ulinzi Lloyd Austin wa pale Marekani, ambaye yeye alikuwa ni black na alikuwa ndiye kiongozi namba moja kuwakosoa wa Afrika na kuwakandamiza wa Afrika, ijapokuwa alikuwa na position kubwa kwamba angeweza kuwadefend wa Afrika, lakini alikuwa anaongoza kwa kuwakosoa Afrika. Sasa huyu bwana General Langley naye kiasili ni mtu mweusi, yani ni black kabisa kabisa. Sasa yeye anasema Kapteni Ibrahim Traore anatakiwa kuondolewa pale Burkina Faso kwa gharama yoyote ile. Na anasema watu wanatakiwa kufanya maandamano ya nchi nzima pale Burkina Faso, wanatakiwa kumuondoa na wanahitajika waweze kumuondoa kwa dharau, lakini pia wamuondoe kwa ghadhabu ili waweze kuonesha kwamba hawahitaji kabisa utawala wa Kapteni Ibrahim Traore. Sasa watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii wengine wanasema tulijua tuhuma kama hizi zingetoka Marekani, lakini sasa tuko tayari. Ni lini Marekani ilipata mamlaka ya kuamua jinsi viongozi wa Afrika wanavyotumia rasilimali zao?
Watu wengi walizidi kuuliza kwa nini Marekani haijasema lolote kuhusu unyonyaji wa muda mrefu wa rasilimali za Afrika unaofanywa na mashirika ya kimataifa na serikali za kigeni, lakini ghafla inaonyesha wasiwasi inapokuwa ni viongozi wa Kiafrika ambao wanadhibiti zile rasilimali zao. Mmoja aliandika, wanataka Waafrika wawe ombaomba tu, Mungu ampe Traore ushindi dhidi ya kila changamoto, aliandika mmoja kati ya watumiaji wa mitandao ya Twitter. Ifahamike Kapteni Ibrahim Traore alichukua madaraka kupitia uongozi wa kijeshi mwaka 2022 na ameonekana ni mtetezi huru kabisa wa kitaifa na amepata uungwaji mkono mkubwa sana, na uungwaji mkono huo unatokana na sababu za watu wengi sana wa Kiafrika kuonekana kutokubaliana naye katika namna ambavyo nchi za kimagharibi zilikuwa zinawaendesha watu wa Afrika. Na ukosoaji huu pia unaonyesha chuki ambayo inazidi kuongezeka katika nchi nyingi za Kiafrika dhidi ya mitazamo ya kulea au kudharau au dharau zinazotoka katika mataifa ya magharibi, kwa sababu wakosoaji wengi sana wanasema matamshi kama haya yanachochea dhana kwamba viongozi wa Afrika hawawezi kuaminika kuongoza au kusimamia rasilimali bila uangalizi kutoka mataifa ya kimagharibi. Lakini wengine wamemfananisha Langley kama chombo cha maslahi ya kibeberu barani Afrika, kwa sababu wanasema Mwafrika wa kuajiliwa aliyevaa sare. Hii ndio sababu huwezi kuwasawazisha wa Marekani kama wa Afrika, ambapo katika kikao hicho mwakilishi wa Africon alisema huyo Traore anatumia akiba vibaya. Kupitia katika chapisho ambalo lilichapishwa na chama cha EFF ambacho ni cha bwana Julius Malema, aliandika, tunalaani kuingilia kwa magharibi katika masuala ya mataifa ya Afrika na juhudi zao za kudhibiti rasilimali zetu. EFF inaunga mkono jitihada za Kapteni Traore za kudhibiti dhahabu ya Burkina Faso kwa manufaa ya watu wake na kupinga mashinikizo ya kikoloni ambao wanaita ni ukoloni mambo leo. Chama hicho kinamsifu Traore kwa dhamira yake ya kuelekeza mapato ya kitaifa ya dhahabu katika masuala ya usalama na maendeleo, wakisisitiza kwamba mataifa ya Afrika lazima yabaki kuwa na haki ya kuamua jinsi ya kutumia rasilimali zao bila kuamriwa na mataifa ya nje. Katika kikao hicho ambacho kilifanywa ni kwamba Langley alizungumza maneno April 3 ambayo yalikuwa yanaikashifu sana Afrika, na Langley alijibu swali hili ambalo lilikuwa limeulizwa na Senator Roger Wicker kuhusu rushwa na ufisadi katika biashara na China, ambapo alidai kwamba mapato ya madini ya Burkina Faso pamoja na baadhi ya fedha kutoka ushirikiano wa China zinatumika kudumisha utawala wa kijeshi ulioko madarakani badala ya kuwasaidia raia wa taifa hilo. Alisema, kwa kweli mheshimiwa mwenyekiti, ninaona hali hii na siogopi kusema ukweli. Alisema Kapteni Traore wa Burkina Faso, akiba yao ya dhahabu ni kwa ajili ya kulinda utawala wa kijeshi. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kilizungumzwa. Sasa tuliona tarehe 16 April serikali ya Burkina Faso ililaani matamshi ya General Langley, wakiyaita kuwa ni matamshi ya kusikitisha yasiyo na ukweli wa aina yoyote ile. Wizara ya mambo nje ya taifa hilo ilielezea hasira yake kuhusu madai hayo, ikionya kwamba kauli kama hizo zinapotosha hali halisi ya nchi na kudhurumu uaminifu wa uongozi ambao upo chini ya Kapteni General Ibrahim Traore. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kinaendelea huko, na kama kawaida nina jukumu hapa la kuileta hotuba ya Kapteni Ibrahim Traore kwa Kiswahili, ambayo humo ndani alizungumza lugha ngumu sana, lugha kali sana, ambazo zilikuwa zinawajibu hao wa magharibi pamoja na mipango yao ya kuendelea kuinyonya Afrika pamoja na kutafuta mapapet na vibaraka wachache ambao wanataka kuwatumia kwa ajili ya kudhoofisha juhudi ambazo zinafanywa na viongozi mbalimbali wa bara hili la Afrika. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.